siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, alikwenda baada ya maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia. Badala yake, watumie vyombo vya kisheria, washirikishe mamlaka za kidini ama maafisa ustawi wa jamii katika kutatua changamoto zao za kifamilia. Jeshi la polisi linawasihi wananchi kutoa taarifa mapema katika vituo vya polisi endapo watapata taarifa za mtu ambaye amepitia katika tukio la kushambuliwa na mwenza wake, ili jeshi la polisi na vyombo vingine viweze kuchukua hatua. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumesaidia kuyatolea taarifa na kuyadhibiti matukio haya ya ukatili wa kijinsia. Ilikuwa ni majira ya saa 5:45 asubuhi huko katika kata ya Kisesa, tarafa ya Sanjo, katika wilaya ya Magu, kwenye barabara kuu inayotoka Mwanza kuelekea Musoma. Ni kwamba gari lenye namba za usajili T 885 ENK aina ya Scania mali ya kampuni ya Sedco Tanzania Limited ilikuwa ikitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi. Ilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa Mdamu Masaru Nyarusila, ana umri wa miaka 40. Kazi yake ni dereva na mkazi wa Bariadi. Gari hiyo lori ilimgonga mtembea kwa miguu aliyekuwa anavuka barabara kutoka upande wa kulia mwa barabara kwenda upande wa kushoto mwa barabara hiyo. Aliyegongwa anaitwa Prosper Yusuf Msafiri, ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 na ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi iitwayo Wita na ni mkazi wa Kisesa. Ajali hiyo ilisababisha kifo cha mtoto huyo hapo hapo kwenye eneo la ajali. Baada ya ajali hiyo ambayo ilishuhudiwa na watu wengi, hasa ukitilia maanani kwamba ni muda wa mchana watu kwa kwenye shughuli zao,
wananchi waliokuwepo eneo hilo walihamaki, wakapata hasira na hivyo kuamua kufunga barabara hiyo ili kuzuia shughuli za usafirishaji zisiendelee, jambo ambalo lilileta adha ya muda mfupi katika eneo hilo, licha ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wa eneo hilo na raia wema, lakini na askari wa kituo cha polisi Kisesa kuwaomba wananchi wasifanye hivyo, wawe watulivu ili hatua za kisheria ziendelee kuchukuliwa. Hata hivyo, wananchi hao waliendelea kufanya vurugu na kuweka matuta kwa kuweka mawe barabarani ili kuzuia magari yasipite. Hata hivyo, jeshi la polisi walifika na kuongezeka katika eneo hilo mara moja na kuwadhibiti na kuzidhibiti fujo hizo baada ya kuwaelimisha, na wale waliokaidi walitawanywa kwa kutumia mabomu ya machozi na waliweza kuondoka ndani ya muda mfupi, na hivyo jeshi la polisi likafanikiwa kurejesha amani katika eneo hilo na kuruhusu barabara hiyo kuendelea kutumika katika hali yake ya kawaida, ambapo inaendelea kutumika hadi sasa. Hata hivyo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limechukua jitihada za kuwasiliana na mamlaka ya barabara, yani TANROADS, ambao sasa tunapoongea wamekwisha fika kwenye eneo hilo na kuanza kufanya tathmini na kuona namna ya kuweka matuta kama ambavyo wananchi wameomba. Hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na jeshi la polisi ni kukamata dereva wa gari hilo ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi, gari lililosababisha ajali, lakini pia kukagua eneo la ajali, na hilo gari limezuiliwa kwa ajili ya hatua za kisheria. Dereva huyo atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za sheria ya usalama barabarani. Kwa hiyo tumemshikilia kwa sababu hizo za usalama wake, lakini pia za kiuchunguzi kuhusiana na tukio hili. Tunazidi kuwaomba wananchi waache kujichukulia sheria mikononi. Pili, tunaomba madereva kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepusha ajali ambazo zinaepukika. Jeshi la polisi limeendelea kuimarisha doria katika eneo hilo la Kisesa na kuchukua tahadhari kubwa ya kudhibiti aina yoyote ya vurugu zinazoweza kujitokeza katika